Kundi la wasichana walikuwa wakicheza kuzunguka kisima cha zamani. Ghafla, povu jeupe lilipanda kutoka ndani. Mtu mzee aliibuka akiwashtua wote, isipokuwa msichana mmoja aliyesimama tuli. Yule mzee akashangaa, akamuuliza kwa nini hakukimbia. Hakuwa na hofu yake. Msichana akajibu kwamba alibaki kwa sababu alionekana kama mzee mwenye fadhili. Akafurahishwa na maneno yake. Yule mzee akamkabidhi kioo cha shaba. Monia akakichunguza kioo, lakini hakuona chochote cha ajabu hadi miaka kadhaa baadaye alipogundua kitu cha ajabu. Radi na mawingu meusi yalionekana kwenye kioo chake. Siku hiyo hiyo, wakati baba yake alipokuwa akijiandaa kwenda kuvua samaki baharini, Monia akamzuia, akionya kuhusu dhoruba iliyokuwa inakaribia. Licha ya anga kuwa safi, hakuna aliyemwamini. Wavuvi walisisitiza kwenda, lakini muda kidogo baadaye, mvua ya mawe ilianza. Wale waliokuwa kwenye kina kirefu cha maji hatimaye walitambua kuwa Monia alikuwa sahihi, lakini ilikuwa tayari imechelewa. Mawimbi makubwa yalipotokea katika machafuko, mguu wa baba yake ulikwama kwenye kamba. Wakati huo huo, mkonga wa meli ukakatika.